ya kibali. Nguvu ya kibali. Mpendo katika Bwana, kama tungekuwa tuna kibali tusingekuja Zuzu. Tungeingia tu, tungeshangaa viwanja vimeshaleta makesi mahakamani. Tungeshangaa mapambano na watu na wenyeji na vita. Lakini Mungu alitupa kibali, ndio maana tumeweza kukaa mahali hapa. Kama Mungu hajakupa kibali mahali huwezi kukaa, ni biba. Unapoingia kwenye nyumba ya kupanga, kama unakosa kibali utafukuzwa kwa sababu ya kodi. Kibali ni nini? Kibali ni nguvu ya upendeleo. Kibali ni nini? Kibali ni nguvu ya upendeleo. Ina maana gani? Ngoja nikwambie kitu. Kuna watu wamezaliwa katika shida, lakini kwa sababu wamekosa kibali wameendelea kuwa katika shida. Na kuna watu wamezaliwa katika raha na wameendelea kuwa na raha kwa sababu ya kibali, upendeleo. Sasa utashindwa kunielewa, twende taratibu. Wakati wa Yusufu, kitabu cha Mwanzo sura ya 41. Yusufu alishtakiwa akafungwa gerezani. Waliofungwa gerezani walikuwa wafungwa wengi. Pale gerezani kuna mfungwa mmoja, kuna wafungwa wengi. Lakini Biblia inasema kwamba Yusufu, Bwana akampa kibali Yusufu kwa mkuu wa gereza. Unapewa kibali. Kibali ni upendeleo. Sio kwa sababu unafaa. Ngoja nikwambie hivi, ili unielewe. Tunaweza kuwa wote tunalima shamba. Wote tunasali kanisani. Mwingine akavuna magunia 10, mwingine akavuna magunia 100. Kibali kinakupa upendeleo kuliko wanadamu wengine. Wote tunaweza kuzaliwa nyumba moja, familia moja. Lakini mmoja kati ya familia au wawili wakapata kibali cha kuwa na mafanikio makubwa. Kibali. Unaweza kuanza kujenga nyumba ya kuishi. Ukikosa kibali huwezi kujenga nyumba. Kibali sio maana kwamba ni kibali cha serikali, upendeleo wa kiungu. Kwa katika maisha, kama kuna kitu unatakiwa ukiombe Mungu akusaidie ni kuwa na kibali. Labda tuangalie Luka sura ya 2 mstari wa 52. Luka sura ya 2 mstari wa 52. Utaelewa kitu gani kilitokea kwa Bwana Yesu. Kibali. Luka sura ya 2 mstari wa 52. Maandiko yanasema, naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza au akipata kibali, akipata upendeleo kwa Mungu na kwa wanadamu. Mnaweza kuwa mnasoma wanafunzi wote shuleni, mnafundishwa na mwalimu mmoja, mwingine akapata marks za juu, mwingine akapata marks za chini kwa sababu ya kibali. Mnaweza kuwa wote ni wanawake, wote warembo, mmoja akaolewa, mwingine asiolewe kwa sababu ya kibali. Mnaweza kuwa wote mnafanya biashara maduka 5 makubwa katika frame moja, wote biashara aina moja, mmoja akafanikiwa akatoka, wengine mkaporomoka mkafeli kwa sababu ya kibali. Kinacholeta mabadiliko katika maisha ni kibali, kibali cha kimungu. Upendeleo, Mungu anakupa upendeleo, anakupa neema. Ngoja nikwambie, unielewe. Kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari kuanzia ule wa kwanza. Tunaona Mungu akimpa upendeleo mtu anaitwa nani? Ibrahim au Abraham, baba wa imani. Sio kwamba kulikuwa hakuna wazee wengine pale, sio kwamba kulikuwa hakuna watu wengine pale. Kulikuwa na wazee wengi katika dunia. Kwa nini Mungu alimpendelea Abraham? Ndio inaitwa kibali. Anasema mtu ukiwa unamcha Mungu na moyo wako uko msafi. Unajua kuna watu wanamcha Mungu lakini wana mioyo michafu. Lazima, ndio maana Daudi akasema, chunguza ndani yangu niondolee uchafu wa aina yoyote. Unaweza kuwa ni mtu umeokoka lakini chafu. Yaani chafu maana yake mawazo yako ni mabaya, una neema, una wema. Unaweza kuta mtu amekuwa ni mama, analea watoto wengine, anaamua kuwafanyia ubaya na ameokoka. Nimeshakwenda kwenye nyumba ambayo
Watoto wa nyumbani ambao ni watoto wa mama wanakula kuku na chips. Watoto wa mke mwingine ambaye alikuwa ameondoka amefariki wanakula ugali na dagaa. Na wametoka kanisani. Kwa ina maana moyo wake huyu mtu ni mbaya pamoja kama ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu anaangalia mioyo, Mungu angalii kwa nje tunapoonekana. Oh mchungaji, ndio baba. Lakini mtu mshenzi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa ovyo anajiita ameokoka. Kwa Mungu unapokuwa na moyo ambao ni wa ukweli, moyo wa haki, moyo ndani yako kutoka moyoni na upendo. Biblia inasema kwamba kitabu cha Zaburi 5:12 anasema Mungu huwazungushia kibali au wampendao kama ulinzi. Kwa kitu kinachofanya tuweze kuendelea kati tumeokoka ni kibali. Kwa wale ambao wanajua, wengine tumesoma shule, wengine tumefanya kazi, wengine tumefanya kibiashara. Usipokuwa na kibali unapoteza mtaji. Usipokuwa na kibali unaweza kufungua biashara yoyote, hakuna anayekuja kununua. Inaitwa kibali. Kibali akitafutwi, ila kinamfuata mtu mwenye tabia za kimungu. Hatua ya kwanza, Mungu atakutana na wewe aone moyo wako unyenyekevu. Ndio maana Biblia inasema wanyenyekevu watairithi nchi. Unyenyekevu ndio sifa kubwa ya kwanza ya kumfanya mtu awe na kibali. Unyenyekevu unaotoka moyoni, Mungu anauthamini sana. Watu wenye kiburi mara zote wanakosa kibali. Sasa unyenyekevu sio ujinga. Unyenyekevu ni hatua ya kuwa na hofu ya Mungu na kujua Mungu ndio anakusaidia. Mpendo katika Bwana. Ndio maana kwenye ibada nyingine unasema leo tunatia mafuta ya kibali. Maana yake unaondoa nuksi. Nuksi maana yake ni watu wanakuona wa kawaida. Watu wanakuchukulia kama poa. Lakini ukiwa na kibali watu wanakuona unaona nuru ya Mungu. Kwa sababu Mungu anakuwa amesimama mbele yako, malaika wanakuwa wamekuzunguka. Kwa watu wakikuona wanaona nuru. Kuna mtu mmoja nilikutana naye siku moja wakati fulani nilikuwa napitia vitu fulani. Akaniambia ni mtu wa Hindi. Akaniambia nikumwona kuna kitu kimekuzunguka hapa. Yeye anaona katika ulimwengu wa roho. Yeye anaona hapa kuna kitu kimezunguka huko. Wale Katoliki wanajua huwa wanakuwa na kama picha za Bwana Yesu asifiwe. Zinaonyesha kama mwanga kwa juu ya mtu. Kwa kuna watu waona ule mwanga. Maisha ni magumu, kila kitu kigumu. Lakini ukiwa na ile kibali, roho ya kibali, unapata neema. Sasa moja nikwambie kitu. Kitu ambacho anakifanya shetani siku zote ni kukuletea tabia ambazo zitavunja roho ya kibali. Chochote ambacho hakipo katika matunda ya Roho Mtakatifu, chuki, hasira, uongo, wizi, faraka, uzushi, maneno mabaya, uzinzi, usherati na mengineo yanaondoa kitu kinaitwa nini? Kibali. Kwa ni muhimu sana kujua hayo na kujitahidi kumwomba Mungu akusaidie usiende. Ngoja nikwambie, naomba nisikize kwa makini. Atushindi dhambi kwa sababu ya juhudi zetu. Asikudanganye mtu. Utapoteza muda. Tunashinda dhambi kwa sababu ya neema ya Mungu inayotuwezesha kushinda. Usije ukaanza kupambana na dhambi, dhambi hatupambani nayo. Unaomba neema ya Mungu ikuwezeshe kuishinda kwa sababu neema ndio inatupa nguvu. Ndio maana Daudi akasema, "Niumbie moyo safi e Bwana." Ukishajiona na moyo hovyo, moyo unaokuwa kutoka siku nyingi, kutokana na mazingira unaokulia, familia unakutana nayo, ndugu unakutana. Na mtu ana roho ya uchoyo. Sio kwa sababu ameumbwa nayo. Alivyokuwa walikuwa wanaficha chakula. Kwa uwezo kumbadilisha huyo mtu, anahitaji kumuomba Mungu amuumbie moyo safi. Jioni leo natamani pale ulipo utakuwa na maombi 5 ya kuweza kuomba neema ya kibali. Sijajua unaona kabisa kwenye maisha yako na vitu vinakosa kibali. Unahitaji msaada wa Mungu kwa ajili ya kibali. Kwa hiyo tutaombea binafsi maombi 5. Kisha tutaenda kuombea kanisa kwa ajili ya kibali mahali tulipo. Kibali katika mji wa Dodoma, kibali katika nchi ya Tanzania. Mungu akitupa kibali, maisha yanakuwa mepesi.